Mambo vipi mtazamaji wa A Digital, lakini wewe ambaye unatufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama AFM Radio TZ pale Instagram, TikTok, Twitter zamani ambayo sasa ni X, lakini pale Facebook kama AFM Radio TZ 92.9 bwana, lakini pia A Digital TZ hapa YouTube. Hapa nipo kwa ajili ya kuendelea kukupa updates na dondoo mbalimbali ambazo zinakuwa make headline sana kwenye mitandao ya kijamii na duniani kwa ujumla. Kuna mambo mengi ambayo yanajitokeza hasa kwenye ulimwengu wa soka, ulimwengu wa kisiasa na ulimwengu wa burudani. Na leo mimi nipo specific kwa ajili ya ulimwengu wa mpira wa miguu. Ulimwengu wa soka una vitu vingi sana. Unafahamu kwamba mshindi wa Ballon d'Or huwa hapewi kitita cha fedha chochote anaposhinda tuzo ya Ballon d'Or? Inawezekana hii pia ulikuwa huifahamu. Lakini pia ni waandishi wa habari tu ndio wanahusika kupiga kura kumchagua mchezaji bora wa dunia. Unafahamu hivyo? Mchakato pia wa kumchagua mchezaji bora wa dunia ukoje? Kuna hesabu hapo ambazo huwa zinafanyika. Inawezekana ufahamu. Leo nitakujuza nani ambaye huwa anakuwa anahusika katika kuhakikisha mchezaji bora wa dunia anapatikana. Inawezekana ufahamu pia. Mimi leo niko hapa kwa ajili ya kuhakikisha ninakujuza yote hayo. Hivi unajua kwamba thamani ya ile tuzo ya Ballon d'Or, kile kikombe ambacho kina muundo wa mpira alafu kina mng'ao kama wa dhahabu, uzito wake ni kilo 12. Yaani uzito wake kile kidude ni kilogram 12. Alafu thamani yake kwa pesa kitanzania ni milioni 8,719,200 kama 60 hivi. Hapo vipi? Sasa nifuate hapa. Unachotakiwa kufanya ni kitu kimoja tu. Subscribe hapo chini, like, share na comment. Itakusaidia kuwa mtu wa kwanza kupata taarifa ya vitu ambavyo tunaviachia hapa, lakini pia itakupa nafasi ya wewe kushare na wenzako ili na wengine wapate dondoo kama hizi, madini kama haya. So boy King Kali, mnyama mkali. Hivi ndivyo ambavyo huwa anafanya. Nyuma ya kamera nipo na Omari Koge. Tuzo za Ballon d'Or zimefanyika wiki hii pale nchini Ufaransa katika mji wa Paris. Jiji la maraha lile, wengi wanalifahamu. Na matokeo ya tuzo hizo wengi walikuwa nasubiri kwa hamu kuona nani atatangazwa ndiye mshindi wa tuzo ya Ballon d'Or kwa upande wa wanaume, hasa kwa sababu ndio imekuwa ikifuatiliwa kwa ukubwa duniani. Na Ousmane Dembele, mchezaji wa PSG, ameibuka kuwa mchezaji bora wa dunia kwa mwaka huu wa 2025, ambapo performance yake imekuwa kubwa sana na wote tunafahamu kitu ambacho amekifanya akiwa na timu yake ya PSG. Ubora mkubwa, performance ya moto, magoli ya kutosha, lakini ameisaidia timu yake kushinda mataji na ni moja ya vigezo ambavyo vinaangaliwa. Sasa kuna mwanadada mwingine naye alishinda tuzo ya mchezaji bora wa dunia, Aitana Bonmati Conca, huyu raia wa Hispania, mchezaji wa klabu ya Barcelona. Yeye amechukua mara 3 mfululizo na ni story kubwa ambayo watu wamekuwa wakizungumza. Achana na vyote hivyo, matukio mengi yametokea pale. Lamine Yamal ambaye alikuwa anatajwa kama favorite kwenye tuzo hizo kwamba huenda yeye ndo akatoa tuzo hiyo ya mchezaji bora wa dunia, aliambulia kuchukua tuzo ya mchezaji bora kijana, Copa Trophy, akichukua mara 2 mfululizo. Mwaka uliopita 2024 alichukua, lakini pia mwaka huu wa 2025 amechukua tuzo hiyo. Lamine Yamal na ubora wake mkubwa amekuwa na performance nzuri sana, bado kijana mdogo na mengi amesemwa. Tutegemee mengi makubwa mbeleni kwa sababu hizi tuzo zinatolewa kila mwaka. Sasa wahusika wakubwa ambao ndio huhusika kuandaa tuzo hizi ni jarida maarufu la kimichezo kutokea pale nchini Ufaransa, linafahamika kama France Football. Hawa wapo chini ya kampuni moja inaitwa L'Equipe na ndio wanahusika katika kuandaa tuzo. Ni tuzo ambazo walizianzisha mwaka 1956 na zimekuwa maarufu sana duniani kutokana na namna ambavyo zimepewa hadhi. Zimekuwa na hadhi kubwa na ndio tuzo kubwa zaidi za kimichezo kwa upande wa mpira wa miguu. Yani hii ndio tunaweza kusema ni tuzo namba 1 yenye thamani kwa upande wa mpira wa miguu duniani. Lakini ajabu, tuzo hii
Mshindi anayeipata hachukui hata 100. Anachukua ni ile tuzo ambayo imetengenezwa kwa madini ya dhahabu, anaondoka nayo. Na sasa kitu cha ajabu ni kwamba yale madini ambayo yametumika kutengeneza, kuna namna wanasema sio madini ambayo ni safi, sio solid gold ambayo wanaisema, ni madini ambayo yanakuwa hayajasafishwa sana. Ni kiwango kidogo tu ambacho pia kinakuwa kiko pale, sio madini moja kwa moja kwamba ni madini kwa ujumla. Na tuzo hiyo huwa inatengenezwa pale nchini Ufaransa katika jiji la Paris. Kuna kampuni moja ambayo imepewa tenda ya kutengeneza. Na thamani ya hiyo tuzo huwa inaanzia euro 3,000 mpaka 5,000. Ni sawa na dola za Kimarekani kwa sasa kama 3,540 mpaka na hapo na kuendelea. Sasa kila mwaka thamani ya tuzo imekuwa kitajwa ni dola 3,500. Yani sawa na hizo euro 3,000 hapo. Kwa hiyo kile kikombe ambacho mchezaji anakishinda, ile tuzo ambayo unaiona kama ni Ballon d'Or, huwa ina thamani ya dola 3,500 ambazo sasa ukikonvert hapa nyumbani kwa pesa yetu ni shilingi milioni 8 za Kitanzania, 700,000 na vichenchi ambavyo vinatokea huko. So unaweza kujiuliza ni tuzo kubwa, lakini mbona kama pesa yake ambayo inatumika katika kuitengeneza ni kiasi kidogo sana? Nikwambie tu lengo la hii tuzo ni tuzo ya heshima, tuzo ambayo inampa motisha mchezaji ambaye amefanya vizuri kwenye msimu husika, na ndio maana ni tuzo ambayo inakuwa na hadhi sana, na watu wengi duniani wamekuwa kifuatilia kutokana na namna ambavyo imepewa umaarufu mkubwa. Na kitu kingine ambacho unaweza usikifahamu, ile tuzo ina uzito wa kilogramu 12. Yani ukiunyanyua uzito wake ni kilogramu 12 tu. Ni tuzo ambayo imejizolea umaarufu kwa sababu ni mastaa wengi sana wameshinda hiyo tuzo. Kina Ronaldo de Lima, Ronaldinho wameshinda tuzo kama hiyo. Lakini pia kuna kina Zinedine Zidane wameshinda, currently kina Lionel Messi na Cristiano Ronaldo wameshinda, kuna Pedri, kuna Luka Modric. Ni miongoni tu mwa wachezaji ambao wameshinda hiyo tuzo, lakini hawakuambulia hata senti moja baada ya kushinda tuzo ya Ballon d'Or. Kwa nini hawakuambulia hata senti moja baada ya kushinda hiyo tuzo ya Ballon d'Or? Kuna sababu. Zile tuzo zina thamani, na mchezaji anaposhinda, kwa mujibu wa mkataba wake, yeye na klabu yake huwa anapata bonus ya ziada. Na kitu kingine ni kwamba makampuni mbalimbali duniani yanazitazama zile tuzo, na kwa sababu zinafuatiliwa ni sehemu ya kibiashara. Kwa hiyo kuna soko kubwa sana kwa mchezaji ambaye atashinda tuzo hiyo kupata nafasi ya kufanya kazi na makampuni makubwa duniani. Kwa hiyo mchezaji anaposhinda tuzo ya Ballon d'Or anapata nafasi ya kufanya kazi na makampuni makubwa, kwa sababu yeye ndo anakuwa star wa mchezo kwa kipindi hiko. Yani tunasema ndio nyota, icon ambaye anatazamwa, na katika historia ya mpira wa miguu duniani jina lake litazungumzwa milele, kwa sababu anakuwa ni miongoni mwa wanadamu ambao wanakuwa wameshinda tuzo hiyo. Hawa sasa wanaitwa wachezaji bora wa muda wote. So kiachana na hivyo ambavyo inakuwa ni faida kwake, wengi walizani labda mchezaji anapata pesa, lakini haiko hivyo. Mchezaji hapati pesa, lakini kile ambacho kinamsaidia kupata pesa ni kushinda. Ile tuzo ina hadhi, imefanywa branding kubwa kwenye swala la kimasoko. Watu wako vizuri, wamewekeza pale, na ndio maana maandalizi yake ni makubwa na yanahusisha watu wengi wakubwa, hasa kwenye upande wa mpira wa miguu. Na kuna namna ambavyo tuzo hizi huwa zinaandaliwa. Mchakato wa kumpata mchezaji bora huwa unakuaje? Mchakato wa kumpata mchezaji bora kwenye hizi tuzo za Ballon d'Or uko tofauti kidogo. Mwaka 2010 FIFA World Cup waliingia makubaliano na France Football. Hili ni jarida la kimichezo ambalo ndo wanahodhi hizi tuzo za Ballon d'Or. Shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA walikubaliana nao kwamba
watashiriki kwenye uandaaji wa tuzo hizo, na hizo tuzo sasa rasmi zikabadilishwa jina, zikawa zinaitwa FIFA World Cup. Zilibadilishwa zikawa zinaitwa FIFA Ballon d'Or, na sio tena Ballon d'Or kama ambavyo zilikuwa zimezoeleka kuitwa hivyo. Lakini sasa mkataba huo ulikuwa ni wa miaka 5 kuanzia mwaka 2010 mpaka mwaka 2015, na katika mkataba huo namna ya upatikanaji wa mshindi ni tofauti kidogo na namna ambavyo hawa France Football walikuwa wamepangilia. Sasa kwa upande wa France Football ambao wao ndio wanahusika kusimamia kila kitu kwenye swala la utoaji tuzo za Ballon d'Or, walikuwa na mchakato wao, lakini baada sasa ya kuingia makubaliano na FIFA, shirikisho la mpira wa miguu duniani, utaratibu ukabadilishwa. Utaratibu ule ukawa unawaruhusu makocha na viongozi wa team, hawa macaptains, kupiga kura ya kumchagua mchezaji bora wa dunia. Utaratibu wa France Football wao unawaruhusu waandishi wa habari tu kutokea vyombo vya habari duniani pote, na nchi wanachama wa FIFA ndio wanaruhusiwa kupiga kura, lakini hawa wanakuwa wamepewa hadhi pia. Ni waandishi wa habari za kimichezo tu na wahariri wa kimichezo ambao hawa ndio huhusika zaidi kwenye swala la upigaji kura kumchagua mchezaji bora wa dunia. Sasa kwa upande wa FIFA wao waliweka utaratibu wao. Baada ya mkataba wa FIFA na France Football kumalizika, utaratibu wa France Football ukaendelea. Utaratibu wao ukoje? Bwana, kuna hesabu hapa nyingi zinapigwa. Sasa nisikilize kwa makini nikupe hesabu ambavyo zinakuwa. Waandishi na wahariri wa gazeti la France Football huwa wanatoa zao na ni idadi ya wachezaji 30 waliofanya vizuri kwenye msimu husika au kwenye mwaka husika. Yani wale wahariri na waandishi wa jarida hilo la France Football wanakuwa na idadi ya watu ambao wamewaandaa. Wanawaandaa kwa vigezo vipi? Kigezo cha kwanza, mchezaji anatakiwa awe na performance ya kipekee, talanta ambayo anayo, uwezo wa kucheza mpira kwa ubora. Wanaangalia numbers za mchezaji, uwezo wa kufunga magoli, takwimu zake binafsi, ubora wake ulikuwaje. Lakini kitu kingine wanaangalia fair play, mchezo wake, namna ambavyo ana cooperate, adhabu ambazo amekutana nazo, utovu wa nidhamu unaangaliwa kwenye mchezo wa soka, na kitu cha tatu wanaangalia ameisaidiaje timu yake. Ndio vigezo vikuu vitatu ambavyo wanavizingatia kwa ukubwa zaidi, na hivyo ndivyo ambavyo wanavifuatilia sana. Kwa hiyo wanapoenda kuchukua idadi ya watu ambao wanataka kuwaingiza kwenye ile top 30 ya wachezaji ambao wamefanya vizuri kwa mwaka husika, huwa wanaangalia hivyo vitu vitatu, kwamba kipaji cha mchezaji, numbers, lakini pia fair play, lakini pia ameisaidiaje timu yake, si ndio? Hapo unanisoma. Na wahariri na waandishi wa habari wakishatumia vile vigezo, wakakusanya majina yao 30. Sasa yale majina 30 wanakuwa wamechagua idadi ya waandishi wa habari kutoka duniani kote, ambao sasa ni nchi wanachama wa shirikisho la mpira wa miguu duniani, kwa ajili ya kupiga kura. Mfano mwaka 2016 wakati tuzo zinafanyika, wapiga kura walikuwa ni 160 ambao walihusika kupiga kura za kumchagua mchezaji bora wa dunia. Lakini mara nyingi waandishi ambao wanaalikwa kwa ajili ya kupiga kura huwa wanaanzia 100 mpaka 170, huwa range na kuwa hapo. Na wale 100 mpaka 170 wanatokea kwenye nchi wanachama wa FIFA. Na tunajua FIFA ni shirikisho la mpira wa miguu duniani ambalo lina nchi wanachama 211 duniani kote mpaka hivi sasa kwa mujibu wa takwimu. Sasa hawa zile nchi 211, kwa nini tusiseme kwamba waandishi wa habari wawe 211? No.
kuna namna huwa wanachaguliwa. Kuna nchi ambazo mchezo wa soka una nguvu sana, wameupa kipaumbele sana mpira wa miguu na una nguvu. Ni nchi ambazo zinatawala dunia hasa kwenye mpira wa miguu. Ukitaja ligi kubwa kama Uingereza, ukitaja Hispania, ukitaja Ujerumani, Ufaransa, lakini pia Italia, hizi ni nchi ambazo ziko bara la Ulaya, na bara la Ulaya ndo limekuwa likitoa waandishi wengi, kwa sababu hawa France Football wao wanachukua mwandishi mmoja, wawili na zaidi. Lakini kwenye mataifa ambayo mpira umeendelea sana, huwa wanachukua waandishi zaidi ya wawili na kuendelea. Mfano, kwenye bara la Ulaya wanachukuliwa waandishi kuanzia 50 mpaka 60, bara pekee la Ulaya kwenye ligi 5 kubwa. Lakini pia kuna Amerika kule ya Kusini, kule Colombia, Brazil kule kwa machizi soka wanachukuliwa waandishi kuanzia 20 kama sikosei 25 pale mpaka 40 pale 25 kumradhi, wanachukuliwa waandishi kuanzia 25 mpaka 30. Unaona, kwa upande wa Amerika Kusini. Afrika wanachukuliwa waandishi 15 mpaka 20, lakini huko Asia wanachukuliwa waandishi kuanzia 10 mpaka 15, na panapobakia sehemu nyingine wanachukuliwa waandishi kuanzia 5 mpaka 10. Ndivyo ambavyo wanapangilia utaratibu wao. Kwa nini wanafanya hivyo? Wanazipa nguvu sehemu ambazo mpira umekuwa kwa kasi na unapendwa na watu wengi na unafuatiliwa, na hao ndo wanapata nafasi. Na kigezo cha mwandishi wa habari kupiga kura ya Ballon d'Or, lazima kwanza uwe ni mwandishi wa michezo, unaelewa mpana wa kimichezo, hasa mpira wa miguu, unaofahamu vizuri sana, na huo unafanya kazi kama mwandishi wa michezo kwenye majarada au vyombo vya habari ambavyo vinafahamika. Na kigezo kingine, lazima uwe unajulikana, unafahamika na FIFA, unaweza kuwa umekuwa accredited na FIFA kama mwandishi wa habari za kimichezo. Na pia France Football nao jarida lao linakutambua, wao wanatoa nafasi ya kumsajili kabisa, unakuwa mwanachama pale, unakuwa unapiga kura, kama ambavyo baadhi ya tuzo kama Grammy wana Grammy Academy. Kwa hiyo wao nao huo pia wana member wa Grammy Academy ndio wanahusika kupiga kura mara nyingi kwa ajili ya kutoa tuzo kwa msanii ambaye anashinda. Hata kwenye michezo France Football ndio wana hicho kitu, wale waandishi wa habari ndio wanahusika kupiga kura. Namna gani wanapiga kura? Yale majina 30 yakishatolewa, kuna kitu huwa kinafanyika. Kila mwandishi wa habari ambaye anahusika amekidhi vigezo vya kupiga kura, huwa anapigia kura majina 5 tu. Yani kuna majina 30 ambayo yanatumwa, wote mtayaona, lakini wewe utapiga kura kwa majina 5 tu. Na yale majina ukishapanga namba kwamba mimi mchezaji wangu namba 1 ni fulani, labda Lionel Messi, 2 ni Neymar, namba 3 ni Mohamed Salah, namba 4 Cristiano Ronaldo, namba 5 labda Lamine Yamal, kuna points. Mfano Messi kama umemweka namba 1, mchezaji ambaye atakuwa ranked namba 1 ana pointi 6. Ni namba maalum, yani pointi ambazo maalum zimewekwa kuleta uwiano wa mshindi wa kwanza na washindi wengine, na hii inampa nguvu zaidi mshindi wa kwanza. So kama Messi umemweka namba 1 atakuwa na pointi 6. Neymar namba 2 ana pointi 4. Yule ambaye atakuwa namba 3 atakuwa na pointi 3. Yule ambaye atakuwa namba 4 atakuwa na pointi 2. Yule ambaye atakuwa namba 5 atakuwa na pointi 1. Kwa yule ambaye amekuwa ranked namba 1 pointi zake 6, utakemweka nafasi ya pili atakuwa na pointi 4, nafasi ya 3 atakuwa na pointi 3, na nafasi ya 4 atakuwa na pointi 2, na nafasi ya 5 atakuwa na pointi 1. Hesabu inakuwaje sasa wanapochaguliwa wale wachezaji 30? Majina kisha tumwa, wewe utachagua wachezaji wako waliofanya vizuri kutoka kwenye ile idadi ambayo ya majina yametumwa. Yani kama mchezaji wako ambao unaamini amefanya vizuri na hayupo pale, achana naye, usimchague, kwa sababu hawatadili naye. Wao wanadili na majina 30 kwa mujibu wa utafiti wao ambao wanakuwa wameufanya. Kwa upande wa wanaume huwa wanachukua majina 30, lakini kwa upande wa wanawake huwa ni majina 20 kwenye tuzo za Ballon d'Or. Kwa hiyo yale majina ndio yatapigiwa kura. Kwa hiyo wewe kama una mchezaji wako, labda tuseme Lionel Messi, ndio naamini amefanya vizuri kwenye msimu husika,
ukakuta kwenye top 30 hayupo, achana naye, wala usihangaike kuliweka hilo jina kwa sababu utakuwa umepoteza muda. Wanachokifanya wao, wakikupa ile idadi ya majina 30, wewe unatakiwa uanze kufanya kama ambavyo inatakiwa. So ukipanga namba 1 kama ambavyo imetokea kwa Ousmane Dembele, namba 1 Ousmane Dembele, good. Namba 2 Lamine Yamal, good. Namba 3 Mohamed Salah, namba 4 Rafinha, namba 5 Kylian Mbappe. Umepanga orodha yako. Maana yake kwenye ile mtiririko wa points, namba 1 Ousmane Dembele atakuwa na pointi 6 kwenye hesabu. Sasa Lamine Yamal atakuwa na pointi 4 kwa upande wako wewe, namna ambavyo umelenk ndo ambavyo unawagawia pointi wachezaji wako. Namba 3 Mohamed Salah atakuwa na pointi 3. Namba 4 Rafinha atakuwa na pointi 2, na Kylian Mbappe wa 5 ambaye umempanga wa 5 atakuwa na pointi 1. Sasa hizo pointi wanazihesabu vipi au wanafanyaje hesabu zake mpaka kupata points nyingi na kumpata mshindi? Inakuwa hivi. Kwenye zile pointi 6 ikatokea kati ya waandishi wa habari tuseme 100 ambao wamepiga kura. Unaweza kukuta labda kwa mwaka huu wamepiga kura waandishi wa habari 100. Kati ya waandishi 100, waandishi wote wale 100, namba 1 wamempa Ousmane Dembele kwenye ile top 5 yao. Sasa maana yake Dembele atakuwa na pointi 6. Zile pointi 6 tutazidisha mara 100. Sijui umenisoma. Tutazidisha mara 100. Baada ya kuzidisha mara 100, maana yake Ousmane Dembele atakuwa na point 600, ndio atakuwa top. Namba 2 labda kama umemrank nani, Lionel Messi au Lamine Yamal, kumradhi, umemrank pale Lamine Yamal namba 2. Namba 2 ana pointi 4. Maana yake kwa watu 100 tutazidisha mara 4. Lamine Yamal atakuwa na point 400. Sijui umenisoma. Namba 3 tunakuwa na Mohamed Salah. Yeye atakuwa na point ya 3. So kama wale watu 100 wanakuwa wamepiga kura na kumchagua Mohamed Salah kuwa namba 3, tutampa pointi ya 3. Atakuwa na pointi 3. Kwa kwenye zile pointi 3 tutazidisha mara 100. Mara 100 anakuwa na pointi 300. Angalia uwiano kutoka kwa Dembele mwenye 600 mpaka kwa Mohamed Salah wa 3 mwenye 300. Namba 4 Rafinha ambaye anakuwa na pointi 2, tutazidisha mara 100, anakuwa na pointi 200. Mbappe yeye anakuwa na pointi 100 kwa sababu anakuwa ranked hivyo. Sasa utaratibu wa utoaji tuzo utaangalia mchezaji ambaye amepigiwa kura nyingi kutokana na points nyingi pia ambazo amezipata. Siku zote hesabu yao hawa huwa inafanyika hivyo. Na baada ya wahariri au waandishi hawa wa habari kupiga hizo kura, jarida sasa, waandishi na wahariri wa jarida la France Football wanakuwepo pale kwa ajili ya kuhakikisha wanapiga hesabu zao vizuri na kuhakikisha taratibu za mshindi zinawekwa sawa. Lakini kabla hapo tunaona kuna top 20 huwa inatoka, lakini pia kuna top 10. Kwa hiyo ukiona top 10 imetoka na namna na namba nyingine zinavyotoka, ujue kabisa kwamba kwenye zile pointi kuna huyu amepewa labda namba nyingi na huyu amepewa kidogo. Kwa hiyo unaweza ukashangaa mchezaji namba 1 na namba 2 wamepishana pointi kidogo, ujue kabisa wakati kura zinapigwa mchuano ulikuwa ni mkali. Huo ndio utaratibu ambao hawa France Football Magazine wanautumia kuhakikisha kwamba wanampata mshindi wa tuzo ya Ballon d'Or. Ule utaratibu wa makocha na makapteni kupiga kura kwa sasa haupo kwa sababu mkataba ulimalizika mwaka 2015 baina ya FIFA na France Football Magazine. Kwa sasa ni waandishi wa habari tu ndio ambao wanaruhusiwa kupiga kura. Huo ndio utaratibu ambao unatumika. Kwa hiyo ukisema mtu kaonewa, bwana, watu wanachagua mtu bora kulingana na data. Watu wanachagua mchezaji bora kulingana na takwimu ambazo wanaona ni sahihi. Hata kwa idadi rank ambayo imetoka ni watu wamepiga kura, na hiyo ndio hesabu ambayo wameitumia. Kwa unaweza kukuta watu 200 ambao wamehusika labda mfano, kwa sababu huwa wafiki 200, siku zote huwa ni 100 mpaka 170 kwa mujibu wa utaratibu ambao umewekwa. Kwa ukiona wamepiga kura, mmoja amepata points 800, jua ni waandishi wengi wamempa mchezaji huyo ambaye ana
deserve kutokana na performance yake. Hesabu ndo ziko hivyo. Inawezekana ulikuwa ufahamu na unajiuliza maswali mengi tu, nasema inakuaje, utaratibu ukoje? Mambo ndo yako hivyo. Zamani kama zamani mwaka 2010 mpaka 15 kina Nadir Harbu Kanavalo, manahodha wa vilabu walikuwa wanahusishwa kwenye kupiga kura kumchagua mchezaji bora. Tuseme kocha wetu hawa kama kina Mgunda walikuwa wanahusika pia, kwa sababu walikuwa na nafasi, na sisi ni nchi wanachama wa FIFA, kwa hiyo tulikuwa na hiyo nafasi. Lakini baada ya mkataba kumalizika, tuzo za Ballon d'Or wakarudi kwenye utaratibu wao. Kama ulikuwa ufahamu, nimekujuza mambo ndo yako hivyo. Umejua kabisa kwamba mchezaji anayeshinda Ballon d'Or hapati senti hata moja cash, ila anapewa tuzo ya heshima tu. Lakini ile tuzo ina thamani kwa sababu inamuongezea uthamani pia mchezaji na inamuongezea kibunda, si ndio? It's a boy King Kali, mnyama mkali. Hivi ndivyo ambavyo huwa anafanya. Nikwambie tu ya kwamba kuna mengi mazuri kutokea hapa A Digital. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, tunapatikana kama AFM Radio TZ, huko tuko kwa uzuri. Lakini hapa A Digital YouTube, subscribe, like, share na comment, uwe mtu wa kwanza kupata notification. Lakini pia tuwafikie wengi kwa pamoja bana, unyama unakuwa gani mwingi. Madini kama haya unatakiwa ushare na kuambia wenzako bana. Tumepata somo namna ambavyo tuzo za Ballon d'Or zinapatikana. Waga hakuna uswahili bana. Watu wako serious, ndio maana wameweka strategy kuhakikisha tuzo za Ballon d'Or zinapatikana kwa uzuri kabisa. Bana, nyuma kamera niko naye Omari Koge. Ametisha sana director, mtu nguvu. Mimi nasemaje, till the next time.